Halo, habari. Kwa majina naitwa Fumbuka Masanja Edward, Profesa Masanja 2911, kiongozi na msambazaji wa bidhaa za kampuni la BF Suma Tanzania. Awali ya yote, nipende kukaribisha kwenye presentation hii fupi ya fursa ya biashara. Fursa hii ya biashara ni maalum kwa mtu yeyote mwenye ndoto kubwa, ni maalum kwa mtu yeyote ambaye anatamani kuweza kubadilisha maisha yake pamoja na maisha nyumbani kwao, katika maana ya kwamba ameuchoka umaskini. Lakini pia ni fursa ya biashara ambayo ipo kwa ajili ya kila mtu, iwe ni mtu ambaye umeajiriwa au umejiajiri au wewe ni mwanafunzi. Watu wote hawa wana uwezo wa kuifanya biashara hii katika viwango vikubwa sana, kwa sababu ni fursa ya biashara ambayo mtu una uwezo wa kuifanya katika muda wako wa ziada. Sasa twende tukaone ni kwa namna gani wewe ukianza kuwa msambazaji au ukianza kuwa mfanyabiashara kwenye hili kampuni la BF Suma utaenda kunufaika kwa namna gani, na mwisho wa siku kufukuza kabisa umaskini au kuongeza kipato chako, mwisho wa siku kuwa na uhuru wa kifedha. Kwa upande wangu mimi, fursa hii ya biashara ya usambazaji wa bidhaa za kampuni la BF Suma nilianza mwishoni mwa mwaka 2023 nilipokuwa nasoma mwaka wa 4 UDOM katika kitivo cha tiba. Ugumu wa maisha, ukosefu wa ajira, uchu wa kuwa na uhuru wa kifedha vilinipa msukumo wa kuanza kuwaza nje ya boksi katika kipindi nilipokuwa nasoma chuo kikuu, na nilijua kuwa biashara pekee ndiyo njia sahihi itakayonisaidia kufanikisha malengo yangu katika viwango vikubwa na sio kuajiriwa. Hivyo kutokana na mimi kuwa masomoni na kutokuwa na mtaji wa kutosha ulinifanya nifikirie biashara ambayo haitohitaji mtaji mkubwa sana na haitohitaji usimamizi mkubwa sana, ili niweze kuifanya katika muda wangu wa ziada mbali na masomo yangu. Na ndipo rafiki yangu niliyekuwa nasoma naye chuo kikuu aliponifundisha fursa hii ya usambazaji wa bidhaa za kampuni la BF Suma, ambapo kupitia kujifunza biashara hii na kufuatilia biashara kwa kusoma vitabu mbalimbali kama kitabu cha Rich Dad Poor Dad na kufuatilia mtandaoni baadhi ya watu wanaofanya biashara hii, basi nilivutiwa sana na namna ambavyo vijana wadogo kabisa wakiwa wamefanikiwa na wana uhuru wa kifedha. Moja ya vijana hao anaitwa Dr. Ibrahim Chenza. Naomba msikilize hapa. Jiunge na biashara ya mtandao. Biashara ya mtandao ukijiunga, usijiunge kupata hela. Jiunge ujifunze. Network marketing ina mafunzo mengi before hujafanikiwa. Especially ukijiunga kwenye kampuni ya BF Suma ambayo mimi nafanya nayo kwa almost miaka 11 sasa. Utajifunza vitu vingi. Cha kwanza utakachojifunza ni self awareness. Wewe ni nani? Unataka nini kwenye maisha? Kwa sababu ile biashara bila kuwa na self awareness huwezi kufanya. Cha kwanza inahitaji mtaji mdogo sana wa kuanza biashara. Mtaji mdogo sio issue. Wengi wanaanza ila hawafanyi. Achana na haya network marketing ambayo unaingia kwa pesa ndefu. Job ya Suma 1.5 tu umeanza biashara. 1.5 yenyewe ni kununua tu zile bidhaa za kuanzia ambazo ujifunze kufanya sales. Unapokuja network marketing itakufundisha namna ya nini ya kuset goals. Unaangalia okay, wiki hii nimefanya nini? Unafanya self analysis. Sasa yote haya utajifunza ukiwa kwenye mchakato. Utajifunza namna ya kufanya nini? Namna ya communicate na watu. Utajifunza namna ya kupresent. Utajifunza namna ya kuidentify mission yako. Maana yake hii package ya value ulionayo unaweza usifanikiwe kwenye network marketing. Lakini ukatoka na shule, ukienda mtaani, ukiingia kwenye nguo, unavuna. Huyo ndio Dr. Ibrahim Chenza. Unaweza ukaona namna ambavyo alianza biashara. Alikuwa na maisha magumu sana, lakini mpaka sasa hivi ni kijana ambaye amepiga hatua na amefanikiwa sana. Sasa twende tukaone BF Suma ni kampuni ambayo linajihusisha na nini, lakini pia ni kwa namna gani kupitia kampuni la BF Suma sisi tunaweza kunufaika na mwisho wa siku kuwa na uhuru wa kifedha na kuwa na kipato endelevu. Sasa BF Suma kirefu chake ni Bright Future Supplier Unique Manufacturer of America. Ni kampuni ambayo limeanzishwa mwaka 2006. Kampuni hili linajihusisha na uzalishaji wa tibarishe. Kwa nini tibarishe? Kwamba mwili unajengwa na chakula, haujengwi na dawa. Lakini pia mwili huo unajikinga dhidi ya magonjwa wenyewe. Sasa siku hizi kumekuwa na ongezeko kubwa sana la magonjwa yasiyoambukiza, lakini hata haya magonjwa ambayo ni ya kuambukiza siku hizi yamekuwa yanajirudia mara kwa mara. Hii ni kutokana na mabadiliko ya namna tunavyoishi pamoja na ulaji. Sasa siku hizi tunakula vyakula ambavyo vina kemikali, lakini pia vyakula ambavyo ni vya kisasa. Hivyo tunakuwa kwenye hatari kubwa sana ya kupata magonjwa yasiyoambukiza, lakini pia hata kinga za mwili kushuka, mwisho wa siku kuwa tunapata maambukizi ya mara kwa mara. Sasa kufikia mwaka 2010 kampuni likaweza kuyafikia masoko ya Afrika
na nchi ya kwanza kabisa ilikuwa ni nchi ya Kenya, lakini kwetu sisi Tanzania kampuni limefika mwaka 2012 ambapo makao makuu yake ni yako Mwenge Matano, lakini mpaka sasa hivi kuna ofisi nyingi sana za BF Suma Tanzania karibia kila mkoa. Sasa baada ya kampuni kuweza kutengeneza hizi bidhaa basi sasa likawa linahitaji wasambazaji ambao wataweza kuwafikia wahitaji au watu hao wenye matatizo kwenye jamii, ambapo watu hawa tunaishi nao kwenye jamii. Sasa kupitia kuwasaidia hawa watu, basi wewe una uwezo wa kuwa unajipatia kipato au unaenda kujenga kipato chako endelevu. Sasa ni kwa namna gani sasa tunanufaika kuwa wasambazaji wa bidhaa za kampuni la BF Suma? Faida ya kwanza kabisa inaitwa retail profit. Retail profit maana yake ni faida ya rejareja, kwamba unapokuwa mwanachama basi unakuwa umesajiliwa na kutambulika kama mwanachama, ambapo wewe unakuwa unachukua bidhaa kwa bei ya mwanachama na kwenda kumuuzia mteja kwa bei ya mteja. Hivyo ile faida ambayo unaipata basi inakuwa ni faida yako moja kwa moja. Faida ya pili ni kwamba kampuni linatoa bonus au gawio kila mwezi kwa wasambazaji wake. Kwa nini kampuni inatoa bonus? Kwamba makampuni mengine yanatumia brands zingine, kwa mfano Serengeti wanatumia Diamond Platinum kwa ajili ya kufanya matangazo ya bidhaa zao, lakini Mo anatumia Simba Sport Club kwa ajili ya kufanya matangazo ya bidhaa zake kama Mo Cola. Kupitia hizi brandi, maana yake ni kwamba makampuni haya yanawalipa hawa watu mabilioni ya pesa ili waweze kutangaza bidhaa zao. Lakini unapokuwa msambazaji wa bidhaa za kampuni la BF Suma, maana yake ni kwamba hakuna mtu mwingine ambaye anahusika kufanya hizo kazi. Kwa hiyo unakuwa kama umenunua haki zote za usambazaji wa bidhaa za kampuni, ikiwa ni pamoja na kuziuza au kuzifikisha hizo bidhaa kwa wahitaji, lakini pia kufanya matangazo ya hizo bidhaa, lakini mwisho kabisa kupitia kutengeneza mtandao wa mauzo kwa kuwafanya watu wengine pia wao wasambazaji wapate fursa ya usambazaji wa bidhaa. Kwa kupitia kuwa msambazaji, maana yake ni kwamba una uwezo wa kuwapatia wengine fursa hii. Kupitia kuwapatia wengine fursa na kuwa wasambazaji, basi wewe kampuni linakuwa linakulipa kwa sababu hiyo kazi umeifanya wewe. Kwa mwisho wa siku ni kwamba kipato chako kinakuwa kinaongezeka kadiri biashara yako inavyokuwa inakuwa. Kwa unaweza kuona hapa ni mfano kama kina Dr. Chenza walianza biashara, bonus zao zilikuwa ndogo sana, lakini kadiri muda unavyozidi kuongezeka kipato chao kinaongezeka. Unaweza kuona hapa hata huyu Dr. Suzana ambaye alianza biashara mwaka 2010 anaingiza zaidi ya milioni 200 kwa mwezi mpaka sasa hivi. Lakini faida ya tatu inaitwa incentives au tuzo, kwamba kila mwaka kampuni linatoa tuzo mbalimbali kwa wasambazaji wake kulingana na vigezo ambavyo limeviweka. Kwa mfano, moja ya tuzo kubwa sana ambayo kampuni inaitoa ni tuzo ya safari. Unaweza kumsikia hapa Dr. Yes, kama kawaida nimefika Cape Town, ndo nashuka sasa. Hii ni ile ambayo ni safari ya BF Suma ambayo kimsingi tumekuja kuweza kuenjoy. Na kama unaona watu nje kule wala wameshukia nyuma, nakwambia mimi nafanya network marketing, so you can do it na wewe. Mtaji wa shilingi 1.5 tu ndio unaweza ukaanzisha biashara, na utakapoanzisha utapata free mentorship lifetime from me direct. Utainteract na mimi, nitakufundisha as long as nimekusponsor. That's my job. Mimi sasa hivi kwenye maisha yangu furaha yangu kubwa ni kuona watu wa kawaida ambao wameamini kupitia mimi wakaja wakaanza biashara wanapoachieve. Niko hapa na watu 76 kutoka Tanzania ambao wote waliamini biashara kwa kupitia mimi, kwa sababu mimi ndo mfano. Yaani mimi nitokea nimeanza biashara kipindi hakuna mtu ambaye ameshawini. Mimi nikawa kwanza kuwini. Mwaka 2016 nilisafiri peke yangu, 2017 tulisafiri wawili, 2018 tukasafiri watu karibu 11, 2019, lakini leo 76. Na katika hao watu wawili huyu mmoja ndo alikuwepo mwaka 2017. So everything is possible, kila kitu kinawezekana. Stay in touch. Network marketing is the way to make everyone enjoy life. Nisingekuwa network marketing ningekuja kufanya nini? Kumbuka hakuna kikao huko. Hakuna mkutano. It's just barter na enjoyment. Guys, stay focused. Welcome to the network marketing industry ambayo itakupatia fursa nyingi kwa kufanya tu mauzo ya kuuza bidhaa mbalimbali. Tuzo ya pili inaitwa Car Award. Kwa hiyo ukiwa kuna vigezo ambavyo kampuni limeviweka, kwa hiyo ukivifikisha basi kampuni wewe unashinda gari. Msikilize Kambarage Samuel hapa, moja ya mshindi wa gari. Hello, habari, na itwa Kambarage Samuel Laurenti, ni msambazaji wa bidhaa za kampuni ya BF Suma, bidhaa za afya.
ambaye mimi nilikutana na fursa hii mwaka 2020. Ilikuwa mwaka 2020 mwezi wa 10 ndio nilikutana na nikaipenda. Baada ya kuipenda kiongozi wangu akanifundisha, aliponifundisha nikaanza kufanya. Haikuwa rahisi sana, lakini wakati naanza nakumbuka mwezi mmoja baadaye kulikuwa na sherehe za magari zilifanyikia Mlimani City, washindi wa magari na safari. Mwaka uliofuatia pia sikuwa naamini kama inawezekana kiurahisi kwa sababu ya aina ya maisha ambayo tumekuwa huko ambako wazazi wetu wanamiliki baiskeli, ndio vyombo vya usafiri vikubwa tulivyokuwa navyo. So nikawa nafikiri mimi naweza kufanya biashara kwa maana kujikimu maisha na vitu vingine. Katika kujifunza na kuona watu wakiwa wanafanikiwa, mwaka 2021 nikaweka nia, nikasema nataka kushinda vyovyote iwavyo, lakini lazima nishinde. Nikaandika mpango wangu, nikamfuata kiongozi, nikamwelezea, akaniambia inawezekana, cha msingi ni kufanya kazi. Nikafanya kazi, namshukuru Mungu. Mwaka mmoja baadaye niko na chombo hii hapa, Subaru Forester ya mwaka 2014. Najisikia raha sana. Nasema kukaribisha sana BF-SUMA, na wewe ambaye tayari upo, njoo tupambane. Umejiunga upya, njoo tupambane, yote yanawezekana. Mungu awabariki sana. Safari ya miaka 3, gari hapa, safari ya miaka 3, international ipo, safari tayari tunakwenda Ulaya huko kupumzika. Safari ya miaka 3 si haba, Mungu anatupa pesa na maisha yanaendelea. Asanteni sana na karibuni sana. Tuzo kubwa kuliko zote na tuzo ya mwisho inaitwa Villa Fund, kwamba kampuni limeshaweka vigezo kwa wasambazaji wake kwamba utakapokuwa umefanya biashara na kufikia level ya 12 ambayo inaitwa Senior Crown Leader na ukamaintain kwa miaka 5 mfululizo, kampuni linakujengea nyumba ya milioni 560. Kwa hiyo unaweza kuona hapa washindi wa nyumba kama hawa kina Imani Moses, kina Dr. Ibrahim Chenza ambao ni wa Tanzania ambao wameshinda nyumba baada ya kufanya hivyo, lakini pia unaweza kuona hapa wa Kenya na Waganda kama huyu John Mada ambao wameshinda nyumba pia kutokana na kufikia hizo qualification. Kwa hiyo unaweza kuona structure ya biashara yetu kwamba ni biashara ambayo kila mmoja ana uwezo wa kujenga biashara, akaanza biashara katika udogo, akaanza kuijenga biashara, mwisho wa siku kufikia hizo achievement. Kwa hiyo unaweza kuona structure hii ni kwa namna gani unaweza kuondokana kabisa na changamoto ya umaskini. Na mimi naamini wewe unaweza, kwa sababu ni mtu ambaye ni msomi, una uwezo wa kuifanya hii biashara, kwa sababu kama mimi nimeweza, kama Dr. Chenza aliweza kuanza biashara na mwisho wa siku imemfikisha kwenye achievement kama hizo, basi hata mimi naamini hata wewe una uwezo wa kufanya hivyo. Endapo utajiunga biashara na nitakusimamia kwenye biashara, nitakufundisha kila kitu hatua kwa hatua mpaka hatua ambapo utaweza kujisimamia kama ambavyo mimi nilifundishwa, kama ambavyo Dr. Chenza alifundishwa pia na wewe. Kwa hiyo wewe tutafanya hivyo hivyo kwa kushirikiana na viongozi wengine na kufanya mwisho wa siku upige hatua na kufikia achievement kama nilivyoeleza hapo. Nashukuru sana kwa kunisikiliza. Ni mimi Profesa Masanja 2911.